Wafanyabiashara wa nyumba za kulala wageni mkoani Singida wameeleza namna maadhimisho ya sherehe za wafanyakazi Mei Mosi zilivyochangia mapato kwa wafanyabiashara mbalimbali mkoani humo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti kuelekea maadhimisho hayo yanayotarajiwa kufanyika mkoani hapa kitaifa, wamiliki wa hoteli wanazungumza. Tuseme kuna mabadiliko ya kiuchumi kuwepo kwa hii Mei Mosi. Mapato yanaongezeka. Ili sisi tuna haya hadi wafanyakazi wengine tunawaazima kwa ajili ya kwenda kufanya katari mtaani, kwa sababu shughuli ziko maeneo mbalimbali, kuna watu wako uwanjani wanahitaji chakula. Kwa hiyo tuseme tumejipanga na tuseme kwamba tunanufaika na kujipanga kwetu kwa kuwepo kwa Mei Mosi katika mkoa wa Singida. Pengine kuna maboresho Singida sasa hivi kwa sababu iko karibu na Dodoma, nafikiri waendelee kutupa neema ya shughuli mbalimbali za kitaifa ili sasa na Singida nayo ije juu kimaendeleo kwa jamii nzima, sababu tunapokuwa na shughuli nyingi utamchukua mtu wa mtaani atakuja kwa ajili ya kufanya usafi, atapata fedha. Ni kwa sababu ya uwepo wa ugeni wa watu fulani. Kwa hiyo tunashauri au tunapendekeza shughuli mbalimbali za kitaifa na sisi hii neema iendelee kutupata Singida. Pongezi kwa uongozi na serikali kuu kwa kutuletea sikukuu ya Mei Mosi kwa upande wa Singida. Tunawashukuru sana pia kwa sababu mtatuletea wateja wengi sana, ni mchango mkubwa sana katika mkoa wa Singida. Natumaini kwa kipindi hiki cha Mei Mosi mkoa mzima wa Singida tutanufaika zaidi na tutapata biashara zaidi, pia tutafaidika zaidi. Mbali na fursa za kuongeza kipato, wanasema maadhimisho hayo yamekuwa somo kwao, kwani kuna uhitaji wa wawekezaji wengine zaidi, hasa katika upande wa hoteli. Wa Mei Mosi mkoani Singida kwa kweli tumeupokea kwa furaha kubwa sana, tena haswa sisi upande wa biashara wa malazi. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mheshimiwa Rais. Tulivyosikia tu ile taarifa kuwa Mei Mosi itakuwa mkoani Singida kitaifa, kwa kweli kama wafanyabiashara upande wa malazi, kwa kweli kwetu ilikuwa ni furaha kubwa sana, kubwa ambayo haiwezi kuelezeka sana katika hili ambalo wametutendea wakazi wa mkoa wa Singida chini ya mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Ali Gendero. Jambo la furaha sana. Kiukweli kwenye hii Mei Mosi kuelekea Mei Mosi, kwa kweli hali ya biashara ni kubwa sana, sio kwenye hoteli kama nilivyosema, ni mkoa mzima. Biashara sasa hivi zimechangamka, mji wenyewe ukipita unaona kabisa mji sasa hivi una furaha. Mji kweli sasa hivi tunatamani hata ungekuwa sio mkoa kidogo, ungepandishwa hata hadhi kutokana na hii Mei Mosi kuchaguliwa kufanyika mkoa wetu wa Singida. Mei Mosi imetupa changamoto kwanza ya kuamini kumbe kwenye mkoa wetu kunahitajika wawekezaji, hasa haya mahoteli yanahitajika sana. Na ukitazama hili sasa hivi tunaamini kwamba makao makuu ipo Dodoma, kila kitu kimehamia. Kwa hiyo pia tunapokwenda mbeleni kuna shughuli ambazo za kitaifa zinaweza zikawa zinafanyika Dodoma. Kwa hiyo hata Mheshimiwa Rais aliangalia hilo katika kusogeza shughuli nyingine za kitaifa kuzileta Singida, isiwe tu Mei Mosi, kimpendeza tuletee na nyingine. Kwa hiyo sasa hivi tuwashauri tu wawekezaji ambao wapo ndani ya Tanzania waangalie maeneo hapa kwa ajili ya kuongeza maeneo ya malazi. Maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi kitaifa mwaka 2025 yanatarajiwa kufanyika mkoani Singida, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kutoka mkoani Singida, Edna Malekela.